na wewe Adonai. Yote yafanyike kwa ajili ya wema wako, kwa kuwa wewe ni Mungu mwema. Wema wako na fadhili zako vikatufate siku zote za maisha yetu, katika jina la Yesu naomba nikiheshimu. Na mtu anaweza sema amen. Kwa wale ambaye hatujuani, kwa jina na sauti naitwa Chosen Emmanuel. Nimeokoka usiku wa leo, na nashukuru Mungu kwa ajili ya neema ambaye ameachilia juu yangu. Siku ya leo tunaenda kufundishana kuhusu kukataa chakula ya mfalme mbaya. Kataa chakula ya mfalme mbaya. Na neno letu linatoka katika Danieli sura ya kwanza. Tutaanza mstari wa kwanza, alafu tutamalizia mstari wa 8. Neno la Bwana linasema hivi: katika mwaka wa 3 wa utawala wa Yehoyakim mfalme wa Yuda, Nebukadneza mfalme wa Babeli alikuja akazingira Yerusalemu kwa jeshi. Bwana akamtia Yehoyakim mfalme wa Yuda mkononi mwa Nebukadneza, pamoja na baadhi ya vyombo kutoka hekalu la Mungu. Hivi akavichukua hadi kwenye hekalu la miungu wake huko Shinari, naye akaviweka nyumbani ya hazina ya Mungu yake. Kisha mfalme akamwagiza Ashpenazi, mkuu wa maafisa wa mfalme, kumletea baadhi ya Waisraeli kutoka jamaa ya mfalme na kutoka jamaa kuu. Mstari wa 4: vijana wanaume wasio na dosari mwilini, wenye sura nzuri, wanaoonyesha kipaji katika kila aina ya elimu, wenye ufahamu mzuri, wepesi kuelewa, na waliofunzu kuhudumu katika jumba la kifalme. Alikuwa awafundishe lugha na maandiko ya Wakaldayo. Mstari wa 5: mfalme akawaagizia kiasi cha chakula na divai ya kila siku kutoka meza ya mfalme. Walikuwa wafundishwe kwa miaka 3 na hatimaye waingie kwenye utumishi wa mfalme. Mstari wa 6: baadhi ya hawa vijana walitoka Yuda, nao ni Danieli, Hanania, Mishali na Azaria. Mkuu wa maafisa akawapa majina mapya. Danieli akamuita Belshaza, Hanania akamuita Shadrach, Mishali akamuita Meshach, na Azaria akamuita Abednego. Mstari wa 8 ambaye nataka kumalizia, kwa hiyo alafu Roho wa Mungu atake over. Lakini
Danieli alikusudia kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme na divai, naye akamwomba mkuu wa maafisa ruhusa ili asijinajisi kwa njia hii. Rabi, wewe ni mfalme mwema. Fafanua neno lako ili watu wako waelewe sauti ambaye unaileta usiku wa leo. Jidhihirishe kwa kila mtazamaji ambaye amekusongea kwa njia hii. Bwana, nena na moyo wa huyu ndugu na huyu dada, na utukufu utakurejea Yesu. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiheshimu. Na mtu anaweza sema amen mahali alipo. Neno linatufundisha vijana 4 ambaye walitekwa nyara na kupigwa marufuku kusafirishwa kutoka katika nchi yao kupelekwa nchi ya ugenini kwa sababu ya mtawala aliyekuwa na nguvu kiwango kubwa kuliko mtawala wao wa nchi yao. Miongoni mwa hawa vijana, neno la Bwana linasema moja alikuwa anaitwa Danieli, wa pili alikuwa anaitwa Hanania, wa tatu alikuwa anaitwa Mishal, na wa 4 alikuwa anaitwa Azaria. Na kama ilivyo nchi ambaye walitoka ni nchi ya kumheshimu Mungu, neno la Bwana linasema kwamba walitolewa katika nchi ya Yuda, mji wa Yerusalemu, na wakawa wanapelekwa nchi ambaye hawajui na hawelewi kabisa. Vile walivyofundishwa katika nchi ambaye waling'olewa ndani ni tofauti na mafunzo ya nchi nyingine ambaye wanaingizwa ndani. Na walipofika huko, mfalme akatenga miaka 3 ili hizi miaka 3 ziwe za hawa vijana kufundishwa nia na tabia ya ile nchi ambaye wamewekwa. Kwa nini wafundishwe? Ni kwa sababu mfalme alikuwa anawadopt, anawabadilisha wakuwe kama watu wake. Lakini miongoni mwa hawa vijana akamua awapee majina kadri mila na desturi zao za watu wa nchi ile ambaye ni nchi ya Babel, vile walikuwa wanakaa. Basi Danieli akaamua amtume Belshaza, Hanania akaamua amtume Shadrach, Mishali akaamua amtume Meshak, na Azaria akaamua amtume Abednego. Hizi majina ambaye alikuwa anawapea ni majina ambaye ni za miungu, kwa sababu majina ambaye walikuwa nayo ni majina ambaye haikuwa imejinajisi, ni majina ya muumba wa mbingu na ardhi ambaye alikuwa amewapea. Na najua hawa watu wote unawajua, unajua Danieli, unajua Hanania, unajua Mishal, na unajua pia Azaria, kwa sababu huyu Danieli ndio unajua, unaelewa hilo jina Danieli. Lakini Hanania aliitwa jina lingine akapewa Shadrach, Mishal akaitwa Meshak ambaye ndio unajua, na Azaria akaitwa Abednego. Katika mstari wa 8 neno la Bwana linasema Danieli alikataa, akasema kwamba mimi sitajinajisi
na chakula ya mfalme. Andazo hai jina Danieli linabakia. Hawa wengine kuna wakati walikula minovu na chakula na vinywaji, wakanywa divai ya kifalme, majina yao ikabadilika. Kama Anania jina lake lilibadilika, Anania jina lake lilibadilika, akawa anajulikana kama Shadrach mpaka wa leo. Meshal naye jina lake lilibadilika, akaitwa Meshach. Azaria akabadilishwa jina, akaitwa Abednego. Na ndio maana nikisema Anania hautaelewa, nikisema Meshal hautaelewa, nikisema Azaria hautaelewa. Ile ambayo unaelewa Meshach, Shadrach na Abednego. Wale ambaye hapa mwishowe tunapoendelea na Danieli sura ya 3, wale ambaye mfalme alikuwa anataka kutupa kwa moto, Meshach, Shadrach na Abednego. Hiyo si majina ya kimungu. Hata ukiwa unanitazama na wewe ni Mkristo, hii si jina ya Kikristo. Hizi jina Meshach, Shadrach na Abednego ni majina za miungu wa Babeli ambaye mfalme ndiye aliwabandika. Hapa kuna Ukristo ndani ya haya majina. Jina la Kikristo ambaye unafaa uite mtoto wako, badala ya umuite Meshach, muite Mishal, kwa sababu jina ya Kristo ni Mishal. Meshach ni jina ya Babeli. Ni neno linasema falme akawapea majina ya miungu wake. Hata ukiangalia hili jina Azaria ndio jina la Kikristo. Abednego si jina la Kikristo. Abednego ni jina la miungu wa Babeli. Na pia hili jina Shadrach is not a Christian name. Jina la Kikristo ni Hanania. Shadrach ni jina la miungu wa Babeli. Now, si kila jina ambalo liko kwa Bible ya kwamba ni jina ambalo linafurahisha Mungu. Kunao majina ambaye imepewa hapa kwa Biblia ambaye ni majina ambaye inatukuza vitu vingine tofauti. Umepewa tu kama mfano uelewe ni majina ya aina gani. Kwa mfano, huwezi zaa mtoto na umwambie ya kwamba we mtoto wangu, kuanzia leo jina lako na kuita Farao. Hata we mwenyewe hauwezi ita mtoto wako Farao. Na huwezi zaa mtoto na useme we ni Herode, na liko kwa Bible. Huwezi zaa mtoto na useme we ni Ahabu. Kwa nini? Kwa sababu picture ya Ahabu, Farao, Herode na huyu Nebukadneza, majina yao ni ya wafalme wabaya, wale ambaye walipinga nguvu ya Mungu, walipinga uwepo wa Bwana. So weza mtoto wako, hata kunaye katika New Testament mtu ambaye alisaliti Yesu anaitwa Judas Iscariot. Weza mtoto na uite Judas Iscariot? Haiwezekani. Si kila jina lililo hapa. Kuna majina mengine ni mifano ya watu wabaya, ni mifano ya utawala mchafu, lakini imeandikwa hapa ili uonyeshwe vile wafalme wabaya walikuwepo na Mungu akakomboa watoto wake. So ukizaa mtoto wako muite Meshach, na kwanza sijui hii tabia inatoka wapi, kwa sababu hapo mwanzo ilikuwa ndipo utume mtoto majina lazima kuhani awe involved. If you are giving your child any Christian name, lazima umpe with understanding. Inamaanisha nini? Jina la huyo mtoto linamaanisha nini? Kwa sababu jina pia linachangia mambo mengi. Kunalo jina ambalo unaweza patia mtoto na lilete shida, kama kule mahali nimezaliwa upande wa Western, ukizaa mtoto na muite Wanjala, huyo ni mtoto ambaye amezaliwa kwa njaa. Sasa usishangae kuona mtoto wako akiwa njaa inapiga mifuko yake, hawezi pata kitu. Shangae kuona kwake kwa nyumba akiwa kila siku ni masimu, nimepungukiwa na hii. Jina ile ulimpea inamwandama. Jina inanena kwamba asiwe na kitu, akaanga akiwa njaa. Akiwa dada anaitwa Nanjala. Nanjala inamaanisha mtu ambaye amezaliwa kwa njaa.
Naweza ita mtoto wa Fula kwa sababu hiyo ni inamaanisha mvua itanyesha hata paka kwa fuko yake. Is a good name. Nimeleta mfano kama hiyo. Hapa Central iko watu ambao anaitwa Kenyanjui ama Kenywa. Mtoto wa kukunywa ndio usishangae kuona unampata amelala kwa mtaro hajelewi. Ulimuita kinywa. Sasa hiyo kinywa inaandama maisha yake. Ni mtu wa kulewa na wewe haujui. Hata ukiingia pale Ukambani kunao watoto wanazaliwa anaitwa Makau. Makau, kama wewe ni Mkamba na unanitazama na haujui maana yake, Makau ni mtu wa majembe. Enda uliza wazee wanaelewa mila na desturi za Wakamba, atakwambia mtu ambaye ni wa majembe. Sasa mtu ambaye ameitwa Makau ameingia mjini. Muji imemkataa, anajaribu kung'ang'ana, muji imekataa, anajaribu kusukuma mambo haiendi. Kumbe shida si yeye, shida ni lile jina ambalo alipewa. Jina linasema yeye ni mtu wa majembe na hako mjini. Sasa muji inasema mimi shirikiani na mtu wa majembe. Mtu wa majembe ni mteme, arudi mashambani, aenda abebe majembe, awe mtu wa kulima. Wazazi, tuangalie majina ambayo tunapatia watoto wetu. Usione mtu tu amepata jina. Kwanza hii generation ya kwamba I want to call my child a decent name, jina lenye halijawahi onekana, a very easy name, lakini jina lenye halijawahi onekana. Unaenda unamtuma jina na haujui maana yake. Enda utafute maana ya jina. Iko watu ambaye wanahangaika kwa sababu ya majina yale ambayo wamepewa. We unaona hapa kwa moto, wakati mfalme anataka kuteketeza, Danieli hakuwa anaonekana katika sura ya 3. Danieli hakuonekana hapo. Watu ambaye walionekana ni Meshach, Shadrach na Abednego. Majina yale ambayo wamepewa ndio yananena kwamba wachomwe. Kama si maombi ya Danieli, hawa ndugu wangeisha. Kama si Danieli angelilia Mungu akakumbuka, kwa kuwa Mungu ni mwingi wa rehema, akakumbuka rehema zake na akaachilia neema juu yao ya ukombozi, wakakombolewa. Lakini chakula ya mfalme ilidefile hata mambo yao na imani yao, wakawa wameanza kupingwa. Ikawa lazima wasujudu kwa mchongo. Kwa nini Danieli hakulazimishiwa yeye kusujudia mchongo? Mbona Danieli hakulazimishiwa? Hawa tu ndio walilazimishiwa, kwa sababu walijinajisi na chakula ya mfalme. My brother, my sister, katika kizazi hiki ukue makini, utembee ukiwa macho, kwa sababu kunazo vitu ambazo utafanya ukifikiria ya kwamba uko sawa, kumbe unajinajisi na hauelewi ya kwamba unajinajisi. Si kila chakula ya kwamba inaingia kwa mdomo. Kunao watu wakitaka kumaliza atakumaliza kwa chakula. Na tangia mwanzo wa ulimwengu, pepo halijua ya kwamba the only way anaweza kamata nayo mwanadamu ni chakula, kwa sababu mwanadamu amepewa tumbo. Na ndio maana unaona first man to fall ilikuwa issue with the food. Chakula, aliitikia chakula, na ile chakula ambaye alikula ndio ilimnajisi. Laana ikaingia. Nyoka amemdanganya, kula hii, ukikula itakuwa hivi. Kula, si kila mahali unaweza kula. Usikue mtu wa kukurakura ovyo ovyo. Kuna chakula ingine utakula na itakuja kufanya maisha yako iende. Juzi hivi kunaye mwimbaji ambaye alikuwa anaimba wimbo za Injili kule upande wa nyumbani. Pole, nitaongea. Alikuwa alipewa sumu. Najua waimbaji ambaye mnanitazama, unajua hiyo kisanga. Iko mandugu ambayo walijitokezea, hata hiyo group nilikuwa ndani. Mwimbaji wa maana sana katika taifa hili, ametuimbia wimbo mingi sana za Injili kwa Kiswahili, si kwa Kiluya peke yake, pia kwa Kiswahili. Alipewa sumu mara ya kwanza
Mungu akamrehemu, haikumaliza. Ilikuwa onyo kwamba kaa ukiwa macho, kwa sababu kuna watu hawana nia mzuri na wewe. Bado tu kwa chakula tu, baada akakuja tena akapewa sumu. Sasa mara ya pili ndio ilimmaliza, akafa. Na yule ambaye alimpea sumu bado alikuwa anajiita mchungaji. Nakwambia hii uchungaji ni jina. Ni mbingu tu ndio itadhibitisha kama wewe ni wa Mungu ama uko wapi, kwa sababu hata pepo anaweza kuja na aseme yeye ni pastor. Pepo anaweza ingia na aseme yeye ni nabii. Pepo anaweza ingia na akue ajipee sifa kwamba yeye ni mtume. Pepo anaweza ingia na ajipee sifa kwamba yeye ni mwinjilisti. Pepo hata anaweza ingia na aseme yeye ni asha. Pepo anaweza ingia kanisani. Angalia hii mambo naongea, siongei tu eti kwa sababu iko. Wangapi ambaye wameonana na wachungaji kama waimbaji, na mchungaji mambo yake ya utumishi kaisha, mchungaji akajipata akiwa na jinajisi na mwimbaji. Sitaki kwenda into details, najua unaelewa kile naongea. Pepo anaweza vaa kila jina. Jina haiogopeshi adui. Kile tu kinaogopesha adui ni matendo ambaye umetangaza, imani ambayo umetangaza kwa matendo. Kwa kuwa miungu wa Babeli awange najisi kila mtu. Mtu tu mwenye waliruhusiwa kunajisi ni yule ambaye angekubaliana na imani yao, yule ambaye angekubaliana na nia yao, majina ile. Chakula, wale ambaye walikula ndio walinajisiwa peke yake. Wale ambaye walijinajisi ni wale walikula chakula. Danieli alikataa kwa sababu alijua kwamba nikikula itakuwa nimejinajisi. Na akasema katika mstari wa 8 ya kwamba mimi sitajinajisi na chakula ya mfalme. My brother, my sister, katika kizazi hiki chakula ya mfalme imejaa kila mahali. Kule town mahali ninahubiri, River Road, chakula ya mfalme imejaa. Koinange, chakula ya mfalme imejaa. Odeon, chakula ya mfalme imejaa. Kila kona chakula ya mfalme iko. Sasa ni wewe uamue, utakuwa kama hawa vijana watatu ama utakuwa kama huyu mmoja ambaye ni Danieli, ambaye alikataa akasema sitajinajisi kwa chakula cha mfalme. Mungu akusaidie my brother. Mungu akusaidie my sister ambaye unanitazama usiku wa leo. Mungu akusaidie ukatae kujinajisi, uchukue maamuzi ambayo itasaidia imani yako kutunzwa na kukua imara. Uchukue maamuzi ambayo itasaidia maisha yako kupona mtego wa adui. Si kila mtu anawekewa mtego ya kwamba huwa inamnasa. Kunao wale ambaye hawawezi naswa kwa vyovyote vile. Mtego ya adui inanasa wachache. Mbuka Adamu wakati alikula tu ndiye akaanza kuelewa niko uchi. Mungu akamwambia, nataka tuende kidogo tusome hapo Genesis chapter 3. Genesis chapter 3. Mstari wa 9 tutasoma mpaka wa 12. Neno linasema hivi: lakini Bwana Mungu akamuita Adamu, Adamu, uko wapi? Naye akajibu, nilikusikia katika bustani, nikaogopa kwa sababu nilikuwa uchi, hivyo nikajificha. Mungu akamuuliza, ni nani aliyekuambia ya kuwa ulikuwa uchi?
je, umekula matunda ya mti niliyokuamuru usile? Adamu akasema, huyu mwanamke uliyenipa. No wonder sasa ukitafuta ndoa, Mungu anataka ufungue macho uone mwenyewe. Na ndio maana mtu yote akiongea aseme ya kwamba Mungu alinionyesha mtu fulani ndiye atakuwa mke wangu ama mume wangu. Na shuku ndoa ni wewe utaona yule ambaye anafaa kwako. Adamu aliharibu mambo hapa. Anajibu anasema, yule mke ulinipea. Yaani kana kwamba Mungu alikosea kumpea ubavu wake. Ule mke ulinipea ndiye ameleta hii shida. Umejua aje Adamu uko uchi? Umejua aje uko uchi? Nani amekwambia uko uchi? Unajua ukichaa kula chakula mfalme, ndipo utaona uchi wako wote. Utabaki mtupu, utachekelewa, utadhihakiwa, utakaa kama mtu ambaye ako na mdomo na haina meno na amewekewa minovu ya nyama, ale, lakini meno inakataa kwa sababu hawezi tafuna anything, hana meno. Mtu ambaye ameitikia chakula ya mfalme mbaya, hivyo ndivyo huwa anakaa. Neema hata ikija hauwezi ona, baraka hata ikija hauwezi ona, kwa sababu hauna macho, uko uchi, hata uko mafichoni. Adamu alikimbia mafichoni, akajificha. Mungu akamuuliza, uko wapi Adamu? Anajibu anasema, niliposikia sauti yako nikaogopa kwa sababu nilikuwa uchi, hivyo nikajificha. Mungu akamuuliza, ni nani aliyekwambia ya kuwa ulikuwa uchi? Na Mungu akamuuliza, je, umekula matunda? Umekula chakula iko na shida. Chakula ya mfalme mbaya iko na shida. Vyakula vyote ambavyo Adamu walikuwa wanakula na hivi havingeleta shida, lakini walipokula chakula ya mfalme, hapo ndipo shida mahali ilitokea. Mwanguko ikaonekana. Wakaanza kukaa mafichoni na wanajificha na Mungu ambaye ako kila mahali. Wanajificha na Mungu ambaye anawaona mahali ambapo wapo. Jehova Jireh, Alpha and Omega. Sikuonekane Danieli kwa wale ambaye wanasikiliza neno hili. Sikukaonekane tu Danieli mmoja ambaye atakataa najisi na chakula ya mfalme mbaya. Sikukaonekane Danieli ambaye anasema, mimi sitajitia unajisi kwa chakula cha mfalme na divai. Kukaonekane na moyo kama wa Danieli katika kizazi hiki. Kama kunaye mtu ambaye Mungu anaangalia, ni mtu aliye na moyo kama wa Danieli. Minovu imewekwa, vitu vya kuvutia vimeletwa, divai imetandikwa. Kwanza meza imetengenezwa vizuri, ni ya kifahari kwa sababu ni ya kifalme. Vyakula vimeundwa oh my God, vimeundwa na jinsi ya kipekee kwa sababu ni vyakula vya kifalme. Wameandaa meza, wamesema sasa karibuni, chakula yenu iko tayari. Chakula inavutia, an aroma, ile harufu inavutia kwa sababu inanukia poa, inanukia vizuri. Lakini Danieli akaelewa ndani ya moyo wake ya kwamba licha ya kuwa inanukia vizuri, licha ya kuwa kwa macho yangu nikiona inavutia, licha ya kuwa kwa vile ninavyoangalia na moyo wa mwili ninaona inavutia, lakini katika mtu wa ndani nitajinajisi. Akakataa, akasema, eri nitaendea mboga, eri nitaendea chakula chungu
katika Yerusalemu. Heri nitatumia ile nguvu niko nayo, nitumane nikule chakula yenye hata kama ni chungu lakini hainajisi moyo wangu. Kuna vitu utafurahia tu sahi, lakini baadaye you will have to bear the consequences. Kuna vitu ambavyo utavifurahia lakini baadaye utakuja kujuta. Vitakugharimu kwa sababu vitaharibu maisha yako. Vitafanya maisha yako ukae ina misery. Iko watu hata wanahangaika saa hii, lakini maisha ile walikuwa wamepewa si ya kuhangaishwa. Mtu wakati alipokuwa akizaliwa, kunao maneno ambayo Mungu alitamka, na watu walizaliwa kufanyika wakombozi wa jamii zao, lakini kwa sababu ya kujinajisi they are useless. Hakuna kitu ya maana wanaweza fanya. Kuna mtu wakati alizaliwa, Mungu alikuwa na nia ya kwamba huyu ndiye atabadilisha hii nyumba, huyu ndiye atabadilisha boma lao, huyu ndiye ataleta kitu ambaye ni ya tofauti katika nyumba hii, huyu ndiye atafanya boma hii ukaonekane na nuru, huyu ndiye atafanya boma hii ukombozi ukaonekane. Kuna watu walizaliwa na mwelekeo lakini wakajinajisi, wakakosa mwelekeo. Sasa hata wajuangi wanatoka wapi na wanaenda wapi kwa sababu ya kujinajisi na chakula cha mfalme. Neno la Bwana ni listen, neno la Bwana linasema hivi: kila kitu unakubaliwa kufanya, lakini si kila unachokifanya kitakufaidi. Unaruhusiwa hata ukitaka kupaa angani upae ukishuka. Wewe dada yangu, wewe ndugu yangu ambaye umekwama katika hali ya dhambi, unaruhusiwa kufanya kila kitu kwa sababu uko ulimwenguni, haujaingia kwa judgment. Siku ya judgment yako haijafika. Unaweza fanya kila kitu lakini si kila kitu itakufaidi. Na ndio maana unaona Solomoni anasema katika Mhubiri sura ya 12 mstari wa 13 na 14 ya kwamba kaa ukijua katika kila tendo ambalo unalifanya litawekwa hukumu, baya na nzuri. Baya itakuongoza kuingia katika moto wa jehanamu, nzuri itakuongoza kuona uzima wa milele. Na si uzima wa milele peke yake, my brother, my sister, ukitenda mema unajitendea mwenyewe, na ukifanya mabaya pia unajifanyia mwenyewe. Ukijinajisi we mwenyewe ndio una defile your future. You are defiling your own future. We mwenyewe ndio unajiharibu. Danieli alijua kwamba ni yeye atajinajisi, si Mungu atanajisi. Ni yeye mwenyewe ndiye atajinajisi. Ukifanya dhambi ni wewe mwenyewe ndio unajiharibu. Hakuna mtu anaharibiwa. Mungu anabaki kuwa Mungu kabla uzaliwe, na hata ukiondoka vizazi kwa vizazi atabaki akiwa Mungu. So haukosei Mungu, wewe mwenyewe ndio unajinajisi. Na ndio maana unaona hakuna siku Mungu ataingia kwa moto. Wewe tu ndio utawekwa kwa moto. Wewe tu ndio utahukumiwa kulingana na matendo yako. Mwana wa Mungu alikaa hapa akatufundisha vile tunastahili kukaa. So hatuna lawama tukifika huko, kwa sababu hakuna kitu utamwambia. Na yeye aliwahi kuwa amani just like you, na akaishi na walie wake wakamdhihaki, walie wake wakamtuma maskini, walie wake wakamtemea mate, wakamtenda mabaya. Baadaye akamalizia wakiwa wamemwanika kwa msalaba, lakini haikumzuia kutenda mapenzi ya Baba. Alikamilisha yote ambaye alikuwa amekuja kukamilisha. Na leo imagine, even after thousands of years,
bado damu yake ingali mpya. Imagine kwa 33 years hapa ulimwenguni, impact ya wokovu kila kona. Hata leo tunajivunia wokovu. Hatungekuwa na ufalme wa mbinguni kama mwana wa Mungu hangeshuka na kuturumia na kubeba mizigo yote, dhambi, laana na makosa yote ambayo ingekuwa juu yetu, akayabeba pale msalabani na akasema yote yamekwisha. Kama hangefanya hivyo, sisi tungeisha. Sasa wewe katika siku ambayo umepewa hapa ulimwenguni, utahesabiwa na utaulizwa ulifanya nini? Nilikupea miaka 10, hizo miaka 10 ulifanyia nini? Ulikaa miaka 20, ulifanya nini? Ulipewa miaka 40, ulifanyia nini? Ulipewa miaka 50, ulitumia aje? Yeye alikaa 33 na zote zimejaa na utukufu mtupu. Hakuingia kwa hanasa yoyote, hakujinajisi kwa vyovyote vile. 100% alikuwa perfect, ingawa hakutaka kuitwa perfect. Naona ndugu mmoja anamwambia mfalme mwema, mwingine naye anamwambia mwalimu mwema, anamkataza, anamwambia usiniite mwema. Hakuna aliye mwema isipokuwa Baba yetu aliyeumba mbingu na ardhi. Wanadamu waliona wema wake, ila yeye hakujangalia, aliangalia mbingu, kile ambaye inakusudia. Ukiwa hapa ulimwenguni, don't lose your focus. There is nobody ambaye mtaenda na yeye during your last day. There is nobody ambaye atasimama na wewe siku ya hukumu. Utasimama peke yako. Hakuna atakayeangalia wale unaacha nyuma, isipokuwa huyu ambaye unakosea. Tauliza mtu anawasema, me I'm doing this because of my children. So your children, watoto wako na maisha yao, wewe uko na maisha yako. Sisemi usiwajali, wajali, lakini kwa njia inayompendeza Mungu. Ya yote isiyopendeza Mungu, hiyo haikui kujali, hiyo inakuwa ni kujinajisi, na hata kunajisi pia maisha yao, kwa sababu ile dhambi ambayo unafanya wenda ikawaandama. Kwa sababu neno linasema katika Ezekiel chapter 16 verse 44 ya kwamba kama vile mama alivyo, hivyo ndivyo binti yake alivyo. Na Yesu anaongea pia akisema kwamba kama vile baba alivyo, hivyo ndivyo na mwana ako. Kwa hivyo kuna tabia ambaye uko nato, ambaye tutakuja kuambukiza wazaliwa wako. Kama umezoea kufanya hivi na hivi, pia watoto wako utapata ile tabia yako. Wamerithi, hawarithi tu zile ambazo umewaachia, tabia pia wanarithi. Ile ambayo ulikuwa unafanya ukidhania unawapangia maisha, pia wataifanya hata wakati hiyo maisha ishapanga. Elimisha binti yako kwa njia ya usharati. Binti yako hakisha maliza elimu, na yeye kazi yake licha kuwa ameelimika, bado tabia anarithi ile ya mama. Elimisha kijana yako kupitia njia ya udanganyifu, njia ya ukora na njia ambazo hazieleweki, naye akimaliza atarithi tabia ya baba yake, licha kuwa amesoma, licha kuwa amefanya nini. Hivyo tu tujichunge na tujangalie zaidi, kwa wakati ambapo tunakaa siku hizi, tuko nyakati za mwisho. Licha ya mambo yote, tukue waangalifu, chakula ya mfalme isije ikatumaliza. Usikubali umarizike na chakula ya mfalme. Usikubali umalizike na chakula ya mfalme.
usikubali uwekwe chini kupitia chakula ya mfalme. Hawa walidhania mfalme ni rafiki yao, hawakujua ni adui. Mpaka wakati ambapo wakati walikuwa wanafurahia wakikula wakinywa kwa meza ya mfalme, wakajua wanapendwa, wanakula wanafurahia. Kumbe hapo mbele kunao moto ambaye utawakishwa na iwe watawekwa ndani. Hawakuwa wanajua hilo. Baadaye ndio moto inawekwa, wanatafutwa, wanashikwa kama criminals, na wamekuwa wakikaa na mfalme, wamekuwa wakicheka pamoja na yeye, wamekuwa wakifurahia pamoja na yeye, lakini hawakujua kwamba huyu ni mfalme mbaya. Kuna wakati ambapo itafika na atawaghadhabisha. Kuna wakati ambaye utafika na atawafanya mabaya. Kama vile mtu ambaye ako kwa hanasa anafikiria kwamba pepo ambaye ako ndani yake ako na uzuri na yeye. Pepo atakuongoza mpaka motoni. Njia za kimungu ndio zitakuongoza katika ufalme wa mbinguni. Kumbuka katika Mithali ambaye nataka nisome, Mithali sura ya 16 mstari wa 25. Neno la Bwana linasema hivi. Neno la Bwana linasema hivi. Linasema, iko njia ionekanayo kuwa sawa kwa mtu, bali mwisho wake huelekeza mautini. Iko njia inayoonekana kuwa sawa kwa macho ya mwanadamu, lakini mwisho ni mauti. Sasa hawa wapendwa walipewa njia ya minovu ya mfalme mbaya, wakapewa vyakula vinavyovutia, wakapewa divai. Wakafurahia, wakawa wanaona kwamba wao walizaliwa kuenjoy, wao walizaliwa kufurahia maisha, wanaona ni furaha, hawajui ya kwamba mwisho kuna uchungu. Ni kama mtu ambaye amezoea kwenda kwa wachawi, kati anapewa mailizi anaona ni tamu, lakini hajuangi ya kwamba mwisho kuna maripa ambayo unafaa ulipe. Pepo hakupei kitu bure. Pepo hana baraka, yeye mwenyewe ni lahana. Hawezi kupea baraka. Huwezi toa baraka mahali kuna lahana. Baraka hutolewa mahali kuna baraka, na baraka inaonekana ndani ya Kristo. Kukaa katika njia za Kristo. Amebarikiwa mtu yule anayeelekezwa na Bwana, anayetembea katika njia za Bwana. Lakini pia amelaaniwa mtu yule ambaye anamtegemea mwanadamu. Hilo imeandikwa katika Yeremia sura ya 17 mstari wa 5. Amelaaniwa mtu yule anayemtegemea mwanadamu, anayemfanya mwanadamu kuwa kinga, kuwa kielekezo. Ukibadilisha raha yako useme imetoka kwa Mungu iko kwa wanadamu, umelaaniwa. Kwamba mimi raha yangu ni mtu fulani, furaha yangu ni mtu fulani, kaa chini ya laana. Bwana atusaidie katika jina la Yesu, tuelewe kile ambaye Mungu anataka tuwe, kile ambaye Bwana amepanga tuwe, na tukae katika njia zake, naye atuongoze ili mauti ikae mbali nasi. Kwa kuwa neno limesema ya kwamba iko njia inayoonekana kuwa sawa kwa macho ya mwanadamu na mwisho ni mauti. Tusije tukatembelea katika hiyo njia ambaye mwisho wake itakuwa tu mauti matupu. Tusije tukatembelea hapo. Bwana atusaidie sana kuepukana na njia za yule mharibifu ambaye hana nia nzuri na sisi. Yeye amekuja kuiba, yeye amekuja kuua, na yeye amekuja kuharibu, na yeye ndiyo mfalme mbaya ambaye neno la Bwana linaongelelea leo. Njia za shetani, hajakuja na uzuri. Pepo amekuja na usharati, pepo amekuja na wizi,
pepo amekuja na usinzi, pepo amekuja na uongo, pepo amekuja na kila aina ya maovu na hanasa, bali Kristo amekuja ili uwe na uzima na uwe nao kwa wingi tele. Ninaongea neno katika Yohana sura ya 10 mstari wa 10. Yesu amekuja ili ukombolewe, ili ukae maisha ambaye mwana wa Mungu anafaa kukaa. Mwana wa Mungu hafai kukaa katika kuchanganyikiwa. Mwana wa Mungu hafai kukaa katika kutumika vibaya. Nao watu wanatumika kama choo. Kila mwenye ako na haja hapo tu. Mwenye hawana haja hawezi ingia. Mwenye ako na haja ndiye anaenda. Oh my God. Bwana akusaidie sana mwana wa Mungu ambaye unanitazama usiku wa leo. Usije ukatumika kama choo, ya kwamba mwenye ako na haja, kila mwenye ako na haja. Uangalie rangi, uangalie sura, uangalie ukubwa, urefu ama ufupi. Kila mwenye ako na haja. Ina maana gani? Hata nitafsiri uelewe. Usikubali mwili wako utumike na kila pepo. Pepo wa uongo akishuka huyo mwili, pepo wa usharati, pepo ya ulevi, pepo ya ushirikina, lawiti, masengenyo, ni wewe unatumika vibaya. Usikubali mwili wako kutumika vibaya. Ndio maana Yesu aliwaambia, enyi makusanyiko, hamwelewi ya kwamba miili yenu ni hekalu la Roho wa Bwana? Miili yenu haijaumbika kwa hizo dhambi tu. Miili yenu imeumbika ili ifanyike hekalu la Bwana. Sasa wanadamu hawelewi hilo. Wanafikiria hekalu la Bwana ni jengo, kwamba tukienda jengo lile ambalo walijenga, ile nyumba ambayo walijenga na wanasema ni kanisa, tukiingia hapo lazima tutakazike, sasa tujioshe, tukue wasafi ndio tuingie katika nyumba ya Bwana. Haelewi. Anafikiria nyumba ya Bwana ni mjengo, kumbe nyumba ya Bwana ni mwili wake. Mwili wako ndio haufai kunajisi. Mwili wako ndio haufai kuchokora. Mwili wako ndio haufai kuruhusu kila uchafu uingie ndani. Yesu anasema hivi ya kwamba si kile ambaye kinatoka, si kile ambaye, oh my God, kile ambaye mwanadamu anaweka ndani ndio kitamharibu. Kile ambaye oh my God, chakula ile ambayo unakula ndio itafanya maisha yako iwe magumu. Unaharibu dignity yako tu mwenyewe. Kwanza, hakuna roho ambayo huwa inafanya mwanadamu anapotea kama roho ya usharati. Yesu alisema dhambi zinginezo zote zinatoka nje ya mwili, lakini dhambi ya usharati inaivolve mwili wa mwanadamu. Ina maana dhambi zinginezo zote ziko nje ya hekalu langu, lakini dhambi ya usharati inabomoa hekalu. Na ndio maana Yesu aliongea na watu hata hawakuelewa. Akamwambia, hii hekalu mliyejenga kwa miaka 40 nitaibomoa na siku moja, na nitaijenga kwa siku 3.
alikuwa na maana maroho, alikuwa anamaanisha maroho ambaye zimekuingia kwa miaka 40. Akiwa Mungu mmoja ataziondoa na ajenge moyo wako katika utatu wake ukamilifu. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Utajengeka ili ya kale yasikumbukwe, ufanywe upya kwa kuwaza kwako, kwa kutembea, mpaka ukikaa hivi unasema, na nilikuanga mtu wa aina gani hizo enzi? Ni kwa nini nilikuwa natembea hivi hizo enzi? Ni kwa nini nilikuwa mtu wa tabia hii hizo enzi? Kwa sababu Roho wa Mungu anapotawala, Mungu anapo kujenga upya, mambo ya kale inasahauliwa. Nataka tunapomalizia usome nami katika Isaya sura ya 65 mstari wa 17. Neno la Bwana linasema hivi. Neno la Bwana linasema, lakini furahini. Samahani. Isaya 65 mstari wa 17 inasema hivi: tazama, nitaumba mbingu mpya na dunia mpya. Mambo ya zamani hayatakumbukwa wala hayatakuja akilini. Mbingu mpya na nchi mpya. Mambo ya kale, vitu ambavyo ulikuwa unavifanya kwa kutojua, hautakumbuka, havitakuja hata kwa akili yako. Ni kama saa hii wewe ambaye unanitazama, wakati ulikuwa mchanga, kuna vitu ambavyo ungefanya kwa sababu wewe ni mtoto. Wazazi wamenunua sukari, unashika, unatupa, unamwaga hapo. Naenda unachukua unga, unamwaga nyumba mzima. Kitu yoyote ikiwepo hapo mzuri, unapiga akili na kuambia kuharibu tu. Kila kitu unaharibu. Kipatana na kitu yoyote ya kioo, iwe meza, iwe nini, piganisha chini, kwa sababu ulikuwa mtoto. Lakini sasa saa hii hata haukumbuki ile ulifanya ungali mdogo, na hata ukikumbushwa unaona kama unakuwa embarrassed. Unaona kama mtu anataka kuaibisha, anakuaibisha, anafanya unakuwa shy ukiambiwa vitu ambavyo ulifanya ukiwa mtoto. Sasa Bwana akiumba nchi mpya na mbingu mpya, mambo yale ambaye ulikuwa unafanya yanakaa ujinga na haistahili hata ikumbukwe. Kama uliwahi lewa ukilala kwa mtaro, kama uliwahi kuwa mwizi wa kuogopwa, kama uliwahi kuwa mtu ambaye ukisema naenda east unamaanisha unaenda west, kama uliwahi kuwa mnyang'anyi, kama uliwahi kuwa mkora, mambo hayo hautataka tena kuyakumbuka, kwa sababu nchi mpya ikiumbika, mambo ya kale inasahauliwa na hairudi tena kwa akili. Unajua mbingu ambayo unatembelea, hiyo mbingu ambayo unatembelea si nzuri. Hiyo mbingu ambayo uko ndani si nzuri, na ndio maana maisha yako iko hivyo. Wakati ambapo utajiposition vizuri, urudi katika nchi ya kweli ambayo Mungu anaumba hii mpya, na ukae katika mbingu nzuri ambayo inanena mema juu yako. Unajua wakati uko kwa dhambi, mbingu inanena tu mabaya, mbingu inanena tu machafu, mbingu inanena kansa, mbingu inanena HIV, mbingu inanena gonorrhea, syphilis na magonjwa ambayo haina tiba. Mbingu inanena tu diabetes, haineni mema juu yako, kwa sababu pia mahali ambapo uko hakuna wema, unakaa katika mbingu ambaye ni mbaya. Sasa Bwana anaahidi katika Isaya sura ya 65
mstari wa 17 ya kwamba tazama, nitaiumba mbingu mpya na dunia mpya, ama nchi mpya. Mambo ya zamani hayatakumbukwa wala hayatakuja akilini. Bwana wabariki sana. Bwana watende mema. Baba yetu, katika jina la Yesu, ulikuwa nasi kabla ibada hii ianze. Roho wako ametuelimisha mapenzi yako. Hakika tumeyasikiliza. Ninaomba neema yako ambaye imetuvika leo yenende pamoja nasi, utuelekeze, utufundishe, ukaa ndani yako ili tutende yanayependeza ufalme wa mbinguni. Lengo lako liwe pamoja nasi, utuelekeze ili Bwana tufike mahali ambapo umekusudia. Jidhihirishe ewe mfalme mwema. Ninabariki kila mtazamaji, nabariki kila moja ambaye amehudhuria ibada leo. Watende mema, wabariki na uwafuatilie, ubariki nyumba zao, wakumbuke wanapoingia na wanapotoka. Wabarikiwe wakiwa mjini na hata wakiwa mashambani. Lolote wanapoguza Bwana liwe la baraka. Katika jina la Yesu inaomba nikiheshimu, na mtu aseme amen. Bwana awabariki wapendwa. Kwa jina na sauti nabaki nikiitwa Chosen Emmanuel. Bwana awabariki. Na shiriki pale Kamkunji Christian Police Chapel, na ningependa kila mmoja ambaye unanisikiliza, karibuni tumwabudu Yesu. Kamkunji Christian Police Chapel iko hapa mjini, upande wa Kamkunji Business Center, mahali watu wanaendea hizi vitu za plastic sana sana. Opposite kuna police station iko hapo, inajiita Kamkunji Police Station Town. Kuna police station mbili tu hapa Nairobi. CBD tuko na police station mbili, Central Police Station na Kamkunji Police Station. So pale Kamkunji Police Station, hapo ndani tunayo kanisa la Bwana ambalo limejengwa pale ndani. Unaweza kuja anytime, any day, unakaribishwa na utukufu utamrejea Bwana. For more information unaweza piga tu hiyo namba ambayo unaitazama hapo kwa runinga na utaelekezwa zaidi. Bwana wabariki na Bwana awatende mema. Kumbuka Friday bado tunaendelea, tutakuwa na discussion hapa katika runinga hii ya Kingdom TV kuanzia saa 5 mpaka saa 6. Bwana wabariki na watende